Pokea mashabiki na wanachama na viongozi wa Yanga wote wanaokuja Katoro. Na wahi Mwenyezi Mungu atapolinda, kama nafasi nitapata kwenda Katoro, basi nawaambia na mimi nitakuwepo mmoja wapo kwenda Katoro. Ila kumuomba Mwenyezi Mungu sisi na nyinyi wanahabari watulinde na watu wa Katoro wawalinde, kuwa na uhai mrefu, watu wote twende tukakutane Katoro. Watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba Shalulile hawezi kutoa Yanga, lakini hatimaye siku ya jana Yanga wameweza kumtambulisha Peter Shalulile. Kwanza mimi nikuambia kitu kimoja. Viongozi wa Yanga wameenda kuwaziba midomo wachambuzi pamoja na nyinyi waandishi. Kwa sababu wachambuzi wengi na waandishi wengi walikuwa wanaongea kuwa Yanga hawezi kwenda kumleta Peter Shalulile, bila kutegemea na bila kuona. Watu wote jana hawakuamini kama ataenda kutambulishwa Peter Shalulile. Watu walichoenda kukutana nacho tofauti na malengo yao. Watu wengi 99% walikuwa wanasema anaenda kutambulishwa Chuku, si ndio? Lakini baada ya kwenda kutambulishwa Chuku, kaenda kutambulishwa Peter Shalulile. Peter Shalulile ukija kuzungumza ni forward ghali barani Afrika. Forward ghali barani Afrika. Na mimi najua sio Tanzania. Afrika imestuka. Tanzania kuna nini? Huu usajili Afrika imestuka. Tanzania kuna nini? Sisi tunawaambia bado kwenye kustuka. Bado usajili mbili wataenda kustuka zaidi hapo. Kwa usajili ambao klabu yako wameufanya hadi hivi sasa kwa wachezaji ambao wamewatambulisha, unaiona timu yako inakwenda kufanya vizuri kimataifa? Naiona kwa sababu wale wachezaji nilikuwa nalalamika mimi na sisi tuwaone kwenye ardhi ya Tanzania ndio wanaenda kusajiliwa. Kwa hiyo mimi naiona timu yangu inaenda kuondoa ujinga tuliokuwa nao wa Tanzania. Kwa sababu wa Tanzania tulikuwa na ujinga ambaye timu ikifika robo finali tunashangilia na wakati wenzetu wakifika robo finali wanalia. Susha ujinga huo tulikuwa nao sisi wa Tanzania wote. Yaani mtu ukifika finali unamcheka mwenzako. Tunaona finali, robo finali ndio mafanikio. Kumbe wenzetu wakishia robo finali wanalia. GSM usajili alioenda kuufanya, naona anaenda kuzitoa zile zama za robo finali. Sasa tunaenda kuongea zama za nusu finali na finali. Msemaji pale Ali Kamwe alizungumzia kwamba usajili wa mwaka huu anaiona kwamba wanakwenda kuwania taji la klabu bingwa barani Afrika. Wewe kama shabiki ukiangalia pia na usajili ambao umefanya, unaliona hili linakwenda kutokea? Naliona na nalithibitisha inawezekana. Kwa usajili tuliofanya Yanga Afrika na hawa wachezaji wawili waliobaki, maana yake naenda kutambulishwa tena quality ya wachezaji. Kwa mimi naona sio kufika tu finali. Mimi naona kabisa kama wakileta masiala, sisi ndio tunaondoka nayo. Wapo mashabiki ambao wamebeza usajili wa Peter Shalulile wakidai kwamba umri umeenda maji ya jioni. Unawaambia nini kwa mashabiki? Kama kuna mtu anakuambia kabeza usajili wa Peter Shalulile kusajiliwa Yanga Afrika, basi kampime akili. Kama hivyo timamu kweli. Lakini mtu mwenye akili timamu hawezi kubeza usajili. Peter Shalulile, tunamzungumzia Peter Shalulile, ndio mchezaji mwenye mafanikio pale Mamelodi Sundowns. Ana medani ya CAF ya klabu bingwa. Ameshakuwa top scorer wa CAF klabu bingwa. Hapa kwetu nani top scorer wa CAF? Yupo kwenye ligi yetu? Hayupo. Ndio kwenda kuwapongeza Yanga kuleta top scorer wa klabu bingwa. Hii kwenda kuwapongeza viongozi wa Yanga na rais wa Yanga. Sisi tunamwombea uhai mrefu rais wetu. Sisi tunamwombea uhai mrefu tajiri yetu, ambariki. Tunajua tena mwakani tena slogan yetu mpya, mwakani tena. Hii mwakani tena sio kwa mdomo. Ukiangalia usajili unavyofanyika unajua kabisa mwakani tena. Kwa hiyo inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu. Lakini wapo ambao wanasema kwamba msimu uliopita hivi vimesajiliwa wachezaji mkazungumza mengi, lakini hatimaye msimu ulivyoanza wachezaji wakaonekana hawaendani na quality ya Yanga. Vipi msimu huu, kipi kinawapa jeuri? Labda nikwambie kitu kimoja. Ukimwambia mtu msimu wa mwaka jana tulisajili quality kama hii? Hatujasajili quality kama hii. Sawa? Kwa hiyo msimu wa mwaka jana usiwanishe na mwaka huu. Kaangalia quality ya mwaka huu, kaangalia quality ya mwaka jana. Ndio utajua Yanga mwaka huu amezamilia nini. Susha, mwaka huu sasa tuende kufanya majaribio. Mwaka huu tumeenda kusajili wachezaji ambao wanakuja wanacheza shehe wangu. Tumuombe Mwenyezi Mungu mimi na wewe. Tarehe 12 sio mbali. Ya tarehe 12 kama ulivyozungumza mnakwenda kukutana na watani zenu Simba.
Simba Sports Club. Nao wamesajili kama ambavyo nyinyi mmesajili. Unawaambia nini kuhusiana na mchezo huo? Wewe ukisema Simba wamesajili kama Yanga walivyosajili, hebu nitajie Simba mchezaji gani wameenda kumsajili mwenye quality kama Peter Shalulile? Yupo? Hakuna. Usiweze kunafananisha Simba na Yanga. Mimi mechi ya tarehe 12 naenda kuziona tena goli 5 zinajirudia tena. Mechi ya tarehe 12 naona goli 5 zinajirudia tena. Kwa quality ya wachezaji wetu, sioni kama anaenda kutuzuia. Wana beki lakini pale. Beki gani? Huyo beki unomsema wewe, anamjua Peter Shalulile nani? Si ushaelewa? Sasa kama yeye alilazwa chini, alilamba chaki. Sawa na Alani Ukelo. Leo mbele anasimama tena Peter Shalulile, shughuli anayo. Huko kuna Ukelo, huko kuna Peter Shalulile, wote wanakuja. Kawa hape salamu. Waambie ukimwona mwenzako ananyolewa wewe maji tia. Sisi tunawapa salamu. Shabiki wa Yanga kata tiketi tukutane siku ya Mwananchi. Shabiki wa Yanga kata tiketi usiogope, twende kuwafuata Simba. Tunaenda kuwapiga chuma hizi 5 tena. Bana, mnaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga. Tujigusia hapo na kuzungumziaje kuelekea kwenye uchaguzi? Mimi sina shida yote, mimi mwenyewe mmoja wapo mpiga kula. Nitaelekea kwenye uchaguzi, kula ni siri. Hauwezi kwenda kusema hapa nini, maana kula ni siri ya mtu. Kwa hiyo viongozi wataopita, mimi nawaombea kwenda kuipambania Yanga. Ile engineer Hersi kashapita ana mgombea. Makamu kashapita ana mgombea. Kwa hiyo maana yake Yanga ile inarudi tena. Tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Mwananchi Katoro. Unawaambia nini mashabiki wa Katoro kuelekea kwenye uzinduzi wa wiki ya Mwananchi? Mimi nawaambia mashabiki wa Katoro, kwa watu wote tunakuja Katoro watupokee. Si hatuna shida, tunakuja Katoro na Katoro itakuwa moto. Katoro itakuwa ipo ndani ya mitandao. Katoro, bila Katoro haiwezekani na bila Yanga haiwezekani. Katoro na Yanga baba mmoja mama mmoja. Salamu sana tajiri wa Katoro.